Baada ya kikao cha viongozi wa Young Africans pamoja na benchi la ufundi kujadili mustakabali mzima wa mwenendo wa kikosi hicho hususan kwenye mashindano ya ligi kuu soka Tanzania bara, kwa hiki kipindi cha siku za hapa karibuni Young Africans haijawa na mwendelezo mzuri kwenye michezo ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ameweza kusimama na kuzungumza msemaji au afisa habari wa kikosi hicho Ali Shabani Kamwe, akizungumza kwamba Young Africans kupitia madirisha mawili, dirisha dogo pamoja na dirisha kubwa, haijaweza kufanya usajili. I mean, viongozi hawakuhusika kwenye swala zima la usajili. Swala zima la usajili liweza kufanywa na benchi zima la ufundi chini ya Pedro Gonzalez. Kwa hiyo Engineer Hersi Alikamwe ameweza kuzungumza kwamba anahitaji Engineer Hersi aweze kutoa jukumu la kuweza kufanya usajili kama alivyokuwa anafanya hapo awali. Sasa issue inakuja ni kwamba ni namna ya kujitetea kwa Young Africans kwamba viongozi hawakuweza kufanya usajili, kwa sababu tunajua mwalimu ndo ana nafasi kubwa ya kuweza kuchagua wachezaji ambao anawahitaji ili waje kukizi au kuingia kwenye mfumo ambao mwalimu anakwenda nao. Lakini Young Africans kupitia kwa afisa habari wao Alikamwe ameweza kuzungumza kwamba usajili au usajili ambazo zimeweza kufanywa dirisha dogo pamoja na dirisha kubwa, viongozi wa Young Africans hawajaweza kuhusika. Ni kipi ambacho labda alikuwa akikimaanisha? Moja kwa moja amemtaja kocha Pedro pamoja na benchi lake la ufundi kwamba wao ndo waliweza kufanya usajili wa dirisha dogo pamoja na usajili wa dirisha kubwa, ikiwa na maana kwamba kama Young Africans wamefeli kwenye issue ya usajili, moja kwa moja wanajaribu labda kuweza kumtupia kocha lawama kwamba sajili zote aliweza kuzifanya, huku Alikamwe akiendelea kumuomba Engineer Hersi aweze kuchukua jukumu la kuweza kusajili wachezaji kama alivyokuwa anasajili hapo awali kuliko kumpa kocha jukumu la kuweza kusajili. Lakini issue ambayo ni important kweli kweli, mwalimu ana nafasi kubwa ya kuweza kufanya usajili. Je, sajili ambazo mwalimu ameweza kuzifanya inaonekana zimeweza kufeli Young Africans? Ndio maana Ali Shabani Kamwe anazungumza kwamba Young Africans hajaweza kufanya sajili hizo kwenye madirisha hayo mawili, I mean dirisha dogo pamoja na dirisha kubwa. Na kwa nini ameweza kuzungumza hivyo? Ina maana kwamba timu haina mwenendo mzuri au timu haina mwendelezo mzuri. Laiti timu ya Young Africans ingekuwa na mwendelezo mzuri, inapata matokeo mazuri kwenye kikao ambacho labda kingekaa, ongeza kukaa kuweza kutathmini mwenendo na maendeleo ya klabu, Alikamwe asingeweza kuzungumza kwamba sisi kupitia uongozi wetu hatukuweza kufanya usajili wa mchezaji hata mmoja, aliweza kufanya kocha pamoja na benchi lake la ufundi. Kwa hiyo yani ni namna ya kuweza kujilinda. Alikamwe anatumia namna fulani ya kuweza kujilinda au kuilinda taasisi yao kwamba uongozi haukuweza kusajili mchezaji hata mmoja, wakati wao wakisema kwamba viongozi wa benchi la ufundi chini ya kocha Pedro Gonzalez yeye ndo aliweza kufanya usajili. Nadhani ni kauli ya kuweza kujilinda, kwa sababu ukiangalia Young Africans angekuwa na kiwango bora, Ali Shabani Kamwe asingeweza kuzungumza kuhusu sajili, nani aliweza kufanya sajili na nani ambaye alitakiwa kusajili. Lakini kulingana na timu imekuwa na mwenendo mbovu kwenye kupata matokeo kwenye michezo ya hapa karibuni ya ligi kuu soka Tanzania bara, ndio maana Ali Shabani Kamwe ameweza kusimama na kuzungumza kwamba viongozi wao, hakuna kiongozi aliweza kuhusika kwenye swala zima la